Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa chaneli yetu inayoitwa Ijue Imani ya Kanisa Katoliki, leo ikiwa ni siku ya tarehe 19 mwezi wa pili, ambapo tuko siku ya pili ya mfungo wa Kwaresima mwaka 2021. Utakuwa nami Agustino mwana wa Katekista James kwa kukuendeshea kipindi hiki. Ungana pamoja nami mwanzo hadi mwisho mwa kipindi hiki. Baada ya kukuletea mada yetu ya leo, mada hii itakuwa inahusu matumizi ya ubani katika Kanisa Katoliki. Pengine labda mpendwa msikilizaji, umewahi kujiuliza kwa nini Kanisa Katoliki tunatumia ubani mbele ya madhabahu? Kwa nini tunatumia kufukiza ubani ndani ya kanisa, ndani ya ibada? Kwa nini tutumie ubani? Basi pasipo kupoteza muda na wakati, niseme kwamba ubani pamoja na maji ya baraka hivi huwa ni vitu vinavyobarikiwa na kanisa na kufanywa kama visakramenti vidogo. Kwa hiyo ubani au uvumba ni zawadi kubwa sana aliyopelekewa Kristo na mamajusi wakati wa kuzaliwa kwake. Tukirejea Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12, inasema: wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Kwa hiyo basi, tunaposoma hii Mathayo sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12, nasema wale mamajusi wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Ufafanuzi: hii ni ya thamani kubwa kama ilivyo dhahabu, tanzanite au almasi, kwa maana ya ubani au manemane, uvumba kwa jina jingine. Matumizi ya ubani yalianza miaka mingi sana kabla ya dini ya Ukristo. Utaratibu wa ubani ulikuwa ni utaratibu wa dini nyingi. Baadaye uliendelea mpaka magharibi. Biblia takatifu imeutaja ubani mara 170. Matumizi ya uvumba kwenye hekalu la Kiyahudi wakati wa kuabudu uliendelea na ukapelekea kuwa sehemu ya Kanisa Katoliki wakati wa maazimisho ya ibada au misa ya liturujia. Agano la Kale, Mungu aliwaamuru watu wake kuchoma ubani pia au uvumba.
kuna utata. Tufungue Biblia tusome Kutoka sura ya 30 mstari wa 7. Kutoka sura ya 30 mstari wa 7 inasema, na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi, atakapozitengeneza zile taa ataufukiza. Narudia, Kutoka sura ya 30 mstari wa 7. Na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake, manake juu ya madhabahu, kila siku asubuhi, atakapozitengeneza zile taa ataufukiza. Kuna taa pia zilikuwa zinatengenezwa, zinawekwa, zinawaka, zinaangaza mle katika ile madhabahu ya kina Haruni. Hawa ni wana wa Israeli wa Misri, wana wa Israeli. Kwa hiyo hizi taa ndio tunazowasha leo. Sisi wa Katoliki tunawasha mishumaa badala ya taa. Sawa zinakuwepo pale madhabahuni, altareni, na ubani umesemwa hapo tayari. Uvumba atafukiza nani? Haruni. Pia tukisoma Kutoka hiyo sura ya 40 mstari wa 27 inasema, na kufukiza ubani wenye harufu nzuri juu yake, kama alivyoamuriwa na Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe alimwamuru kufukiza ubani juu ya madhabahu, yaani kama alivyoamuriwa na Mungu Mwenyezi. Hivyo basi tuseme ubani hutumika kusifu, kubariki na kutakatifuza. Moshi wake ni ukumbusho wa harufu nzuri ya uwepo wa Kristo. Huongeza hisia, kikawaida huongeza hisia na kuzama kwa tafakari wakati wa misa takatifu. Moshi huo hutuonyesha muunganiko wa mbingu na dunia, hivyo hufanya kuhisi uwepo wa Mungu. Pia moshi wa ubani ni ishara ya kupaa kwa sala na maombi yetu wakati wa misa takatifu. Kama moshi wa ubani unavyopaa, ndivyo sala zetu zinavyopaa hadi kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Baadhi ya vifungu vinavyozungumzia ubani na uvumba ni kama ifuatavyo. Nitakuwa nasoma haraka halafu kama ni msikilizaji mzuri utakuwa una noti, baadaye unarejea kwenye Biblia yako. Kwa mfano, kitabu cha Kutoka sura ya 30 mstari wa 7 inasema, kila siku Aroni anapoingia kuzitayarisha taa zilizopo hapo, atafukiza ubani wenye harufu nzuri juu ya madhabahu hiyo. Basi Haruni alikuwa ni mtumishi wa kanisa wa hekalu, ambapo alikuwa anaamuliwa maelekezo na Mungu kwamba kila siku atakapoingia kuzitayarisha taa zilizopo hapo katika madhabahu hiyo. Taa za leo sisi wa Katoliki ndio hiyo mishumaa unayoiona, sio ushirikina wala uchawi wala hatuiti majini. Sawa, ni taa. Kanisa la awali la hawa kina Haruni na wana wa Israeli hawa, kina Yoshua, kina nani, kina Sulemani na kadhalika. Kwa hiyo walikuwa wanawasha taa zilizopo madhabahuni pale na kufukiza ubani wenye harufu nzuri juu ya madhabahu hiyo. Ubani, imeandikwa ubani wenye harufu nzuri. Hakuna ubani ambao una harufu ya uozo ambao huwa tunachoma Katoliki, bali huwa una harufu nzuri. Hii ni Kutoka sura ya 30 mstari wa 7. Pia tusome Walawi sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Walawi sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2 inasema, na mtu atakapomtolea Bwana matoleo ya sadaka ya unga, matoleo yake yatakuwa ya unga mwembamba, naye ataumiminia mafuta na kutia na ubani juu yake. Kisha atauleta kwa wana wa Haruni, hao makuhani, naye atatwaa konzi moja katika huo unga mwembamba na katika mafuta yake na huo ubani wote. Kisha kuhani
atauteketeza kuwa ndio ukumbusho wake juu ya madhabahu. Ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto ya harufu. Sio mimi, nasema tena, sio mimi, isipokuwa kafungue Walawi sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 2. Tunaendelea, rejea pia Walawi hao sura ya 6 mstari wa 15. Inasema, Walawi sura ya 6 aya ya 15, mmoja wa makuhani atachukua konzi moja ya unga wa sadaka ya nafaka pamoja na mafuta na ubani wote na kuviteketeza juu ya madhabahu kama sehemu ya ukumbusho. Harufu yake itampendeza Mwenyezi Mungu. Sio mimi. Walawi sura ya 6 mstari wa 15, mmoja wa makuhani atachukua konzi moja ya unga wa sadaka ya nafaka pamoja na mafuta na ubani wote na kuviteketeza juu ya madhabahu kama sehemu ya ukumbusho. Harufu yake itampendeza Mwenyezi Mungu. Wewe kama kanisa lenu halichomi ubani kanisani, halifukizi, halitakatifuzi, situshangae sisi, shangae Biblia inayotaja mambo ya ubani. Soma Walawi pia, soma Walawi sura ya 2 aya ya 15. Takutana na maneno yanasema, weka mafuta na uvumba juu yake, ni sadaka ya nafaka. Endelea na Walawi hivyo hivyo. Walawi sura ya 16 aya ya 12 inasema, halafu atachukua chetezo na kutwaa makaa madhabahuni mbele ya Mwenyezi Mungu na ubani konzi 2 uliosagwa vizuri sana. Haya ni maelekezo ya namna ya kutumia ubani katika ibada, katika misa. Narudia, Walawi sura ya 16 aya ya 12. Halafu atachukua chetezo na kutwaa makaa madhabahuni mbele ya Mwenyezi Mungu na ubani konzi 2 uliosagwa vizuri sana. Haya ni matayarisho ya ibada, matayarisho ya misa. Lazima kuwe na ubani na mkaa wa moto na chetezo kwa ajili ya kuvukiza na kuchoma altare ya Bwana. Kwa Mungu lazima kunukie Bwana. Mungu anapendezwa na harufu nzuri. Tuhamie kitabu cha Hesabu. Fungua Biblia, tuhamie kitabu cha Hesabu sura ya 16 aya ya 46. Hesabu 16 mstari wa 46. Inasema, hapa ni Musa alikuwa akimwagiza Haruni. Inasema, Musa akamwambia Haruni, haya, shika chetezo chako ukatie moto ndani yake, moto wa madhabahuni, kisha utie na uvumba juu ya moto, ukakichukue haraka uende nacho katika huo mkutano, ukawafanyie upatanisho, kwa kuwa ghadhabu imetoka kwa Bwana, hiyo tauni imeanza. Janga la tauni lilipoanza kuwatafuna wana wa Israeli, Musa akamwagiza Haruni kwamba achukue chetezo, atie mkaa na uvumba au ubani juu ya moto huo. Naona, kwa hiyo sio mimi, ni Biblia takatifu. Matumizi ya ubani sio dhambi wala sio ushirikina. Mungu hupendezwa na sadaka na ubani, hupendezwa na harufu nzuri. Sio mimi, nasema tena, nitakusomea hapa kitabu cha Kutoka sura ya 30 mstari wa 35 hadi wa 38. Kutoka 30 mstari wa 35 hadi 38 inasema,
utatumia vitu hivyo kutengenezea ubani kama utengenezwavyo na fundi manukato. Utiwe chumvi upate kuwa safi na mtakatifu. Kumbe hata chumvi inaweza ikatumika kuchanganywa na ubani. Kisha utasagwa na kufanya unga laini upate kutumiwa ndani ya hema la mkutano na kulipaka sanduku la agano mahali nitakapokutana nawe. Huo utakuwa ubani mtakatifu kabisa kwenu. Kamwe msifanye ubani wa mchanganyiko huo kwa matumizi yenu wenyewe, kwani ubani huo utakuwa mtakatifu mbele yangu. Yeyote atakayejitengenezea ubani wa aina hiyo na kuutumia kama manukato yake binafsi atatengwa mbali na watu wake. Hapa kuna jambo la kujifunza. Mungu alikuwa anatoa amri na agizo kwamba ubani ambao utachanganywa na chumvi utakuwa mtakatifu sana. Haruhusiwi mtu yeyote kujichanganyia na kujitumia kwa furaha yake, kwa kujiridhisha, kwa maana ni mtakatifu sana. Kwa matumizi yake binafsi haitakiwi. Kumbe Mungu pia anaagiza masuala ya ubani, manukato kama harufu nzuri na utakatifu. Tusome Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ya 16 mstari wa 17 inasema, kila mmoja wenu achukue chetezo chake na kutia ubani, kisha atakipeleka mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa jumla vitakuwa vyetezo 250. Wewe pia na Aroni kila mmoja atakuwa na chetezo chake. Basi haya maagizo ya chetezo na ubani, mkaa wa moto, chumvi yanaruhusiwa kwa ajili ya kuipendezesha na kuitia harufu nzuri madhabahu ya Mungu. Labda kwa akili za kibinadamu tu, pia nipende kusisitiza kwamba ikumbukwe pia kuwa hata sisi kwa maisha ya kawaida binadamu tumekuwa tukitumia perfume, air freshener, deodoranti kwenye majumba yetu na kwenye magari yetu. Tunapulizia hata mavazi yetu sisi wenyewe ili kuwa na harufu nzuri. Sasa niulize leo, ubaya unatoka wapi kufanya hivyo katika nyumba ya sala? Ubaya unatoka wapi kufanya hivyo katika nyumba ya sala? Je, wewe alikwambia nani kwamba Mungu ndio anayependa kanisani kuwe na uvundo na harufu nzito? Alikwambia nani? Watu wengine wanaenda mbali mpaka wanasema ubani sijui ni chakula cha majini. Kwa hiyo tukuulize wewe leo, yale unayoyafuga nyumbani kwenu ndo huwa mnayalisha ubani? Labda ya nyumbani kwenu ndo huwa mnayalisha ubani, sababu ubani umeagizwa na Mungu tumvukizie harufu nzuri, utakatifu, safi kabisa, jambo jema kabisa. Kwa hiyo usihoji wala usiwe na wasiwasi, ndugu mpendwa Mkatoliki na hata usiye Mkatoliki, juu ya matumizi ya ubani. Usije kafikiri watu wanavukiza miubani, wanachoma ubani kanisani, wanawanga au wanaita mapepo. Hapana. Ndio maana raha ya kanisa Katoliki, hata mapepo hayapo kanisa Katoliki. Wenye mapepo na maroho ya mauti, maroho ya uzinzi, maroho ya nini, wanaoteseka na kuhangaika na mizigo wasioisha, wapo wamerudikana kwenye makanisa mengineyo ambayo sitayataja, ni nje na kanisa Katoliki. Kila siku wanaangushwa na mapepo, kila siku ni kulia na mapepo, hayaishi, na kanisa lenyewe hata hayaliogopi, ni kila siku yanakuja. Sasa hii kitu utaikuta kanisa Katoliki kamwe. Si kwamba hakuna upako wala nguvu za Roho Mtakatifu. Kama ni hivyo, tubebe mtu nayeona kwenu ameshindikana na mapepo, mlete kanisani Katoliki, uone kama ataanguka tena na mapepo au atakwambia tena na mapepo.
Kuendesha kipindi hiki ulikuwa nami Agustino mwana wa Katekista James. Panapo majaliwa tukutane katika kipindi na mada inayofuata ambayo itakuwa inahusu, je, ni ipi siku sahihi ya kuabudu? Je, ni Jumamosi, Ijumaa au Jumapili? Tumsifu Yesu Kristo.